Hapa ni Busega katika kijiji cha Lutubiga ambapo familia ya mwanafunzi anayedaiwa kuuawa kwa kuchapa viboko na mwalimu wake wamekutana. Huzuni na majonzi vimetawala. Majadiliano ya familia hii kwa sasa ni kuanza utaratibu wa maziko baada ya kufikia mwafaka na upande wa serikali. Toka tarehe 26 tunataabika, tuko hapa. Hii inaumiza sana. Na mtoto wetu toka tarehe 26 yuko mochwari. Tunazidi kutesa maiti. Tutaufuata mwili Bugando kurejesha hapa nyumbani. Utastiriwa kesho siku ya Ijumaa. Kamati ya ulinzi na usalama kupitia mkuu wa wilaya, mkurugenzi na idara ya elimu wameweza kuwasilisha gharama zote za kumstiri. Walimu waliofanya tukio hili, naomba serikali ichukue adhabu zidi kali yao juu yao. Maana sasa hivi sisi mpaka wanakijiji tuna hofu na watoto wetu kwamba je, nani anayefuata tena kwa tukio kama hili. Swala hilo limewafikia wadau wa elimu ambao ni taasisi ya Haki Elimu na kutoa maoni yao. Tunatoa rai kwa serikali kuondoa mwongozo wa elimu wa mwaka 2002 juu ya adhabu za viboko, the Corporal Punishment Regulations ya mwaka 2002 kama ambavyo nimesema, na kuandaa mwongozo mwingine wa adhabu chanya au adhabu mbadala ambayo utachangia utolewaji wa adhabu zisizo za kikatili kwa wanafunzi. Ushahidi wa kiutafiti wa Haki Elimu uliofanyika katika shule 8 za majaribio umeonyesha kwamba wanafunzi wanajihisi kuwa salama kwa sababu walimu hawatumii adhabu za viboko. Wakati Haki Elimu wakitoa taarifa yao, serikali imetuma timu ya uchunguzi ili kuweza kubaini ukweli wa tukio hilo. Kiona kitu kama kile, tunatuma timu ifike mpaka katika eneo la tukio, itupe taarifa ambayo ni ya uhakika, na nikipata taarifa kwa maandishi kutoka kwa watu wetu naweza nikakaa nikalizungumzia. Kusema kweli tukio kama hili limetokea na linaendaje. Kama linavyosemwa ndivyo, halihusu tu shule, halihusu tu TAMISEMI, halihusu tu Wizara ya Elimu, linahusu vyombo vya ulinzi na usalama vile vile. Kwa hiyo naamini kabisa vyombo vyote vinavyohusika vitafuatilia na sisi tutakuwa tayari kutoa tamko. Mwanafunzi mmoja Maduhu alifariki Februari 26 mwaka 2025 katika kituo cha afya Mkula alipofikishwa kwa ajili ya matibabu baada ya kuanguka shuleni Mwasamba Sekondari wakati wakiadhibiwa na wanafunzi wenzake. Na mpaka sasa mwalimu anayetuhumiwa kutenda kosa hilo anashikiliwa na jeshi la polisi. Kutoka mkoani Simiyu, Rema Evans, Azam News.